Chama cha Mapinduzi tumeridhia na tutasaini. Asante. Kinachofuata Chadema. Mheshimiwa Mwenyekiti, Chadema hawajatokeza kuhudhuria majadiliano, naomba tuendelee chama kinachofuata. Na wasiliana na Joseph Mkuu hajafika na tulisema katibu wa chama cha Demokrasia Mbele amesema hatuweza kufika kusaini. Haya. Chama kinachofuata Chauma. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nianzie kusema kwamba tumeridhia kwa sababu tumeshiriki hatua zote za mchakato huu kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, tume iliandaa rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Baada ya kukamilisha maandalizi ya rasimu ya kanuni hizo, tume iliziwasilisha kwenu kwa ajili ya kupitia na kutoa maoni yenu kuanzia tarehe mosi Machi 2025 hadi tarehe 14 Machi 2025. Maoni yenu yamejumuishwa katika kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Napenda kutoa shukrani za dhati kwenu kwa ushiriki wenu katika kuandaa rasimu hiyo, kwa kutoa maoni yenu na kuyawasilisha kwa tume kwa wakati. Asanteni sana. Ndugu viongozi, kama mnavyokumbuka, baada ya kukamilisha rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, tuliwarejeshea tena rasimu ya kanuni hizo tarehe 4 Aprili 2025 na kuwaalika kwa ajili ya utiaji saini leo tarehe 12 Aprili 2025. Hadi leo tarehe 12 Aprili 2025 hatujapokea maoni tofauti ya rasimu, na kwa mantiki hiyo inachukuliwa kwamba rasimu hii imekubaliwa na pande zote tatu, yaani vyama vya siasa, serikali na sisi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu viongozi, kifungu cha 162 kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, kinaweka sharti la ulazima kwamba kila chama cha siasa, kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi, serikali na tume wanapaswa kusaini na kuzingatia kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wote wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Aidha, ni muhimu ikazingatiwa kwamba chama cha siasa ambacho kitashindwa au kukataa kusaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi.